katika kusoma maandiko kuna tubariki, si ndivyo? Kila wakati tunaposoma maandiko kwa sauti unapokea baraka ya Mungu. Haleluya! Kwa hiyo ni vema kushia baraka za Mungu, okay? Kwa tuende kwenye hiyo Zaburi ya 133. Tumefika 1, 2, 3 tusome. Mhm. Mhm. Soma peke yako. Mhm. Kama jinsi ilivyo vyema Mhm. na Mhm. ndugu wakae pamoja kwa umoja. Mhm. Kama mafuta mazuri kichwani Mhm. yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, Mhm. kama umande wa Hermoni au mlimani Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam uzima hata milele. Okay, unisikize vizuri. Bila shaka ni Zaburi ambayo tunaifahamu na hata nilivyoisoma wengine ni Zaburi ambayo ipo kwenye liturujia za makanisa mengi, lakini kuna ukweli wa pekee sana ambao Mungu alikuwa analifundisha kanisa kwa njia ya mtumishi wa Mungu Daudi. Okay? Hii ni Zaburi ambayo imeandikwa na Daudi. Okay? Nisikize vizuri utanielewa ninachokisema. Hii ipo kwenye kundi ya mkusanyiko wa Zaburi ambazo zinaitwa Zaburi za kupandia. Okay? Tukisema Zaburi za kupandia unaelewa? Nini wafahamu kusikia Zaburi za kupandia? Amoni, Zaburi za kupandia ndio nini? Ufahamu? Za kupandia mazao, si ndivyo? Wasukuma wanapokuwa wanalima anaimba na nyimbo eh? Kwa hiyo ni Zaburi za kupandia mazao eh? No. Ukiona kwenye title ya Zaburi yako imeandikwa Zaburi ya kupandia, uh, 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 ni nyimbo ambazo zilikuwa zinaimbwa wakati wa Wayahudi kufanya pilgrimage kule Uyahudi, wanaenda kuiji. Okay? Kwa mfano tunafahamu kwenye dunia yetu wakati huu kuna nadhani dini moja kama sijakosea, Waislamu wana desturi ya kwenda Maka kwenda kuiji. Nafahamu ile wanaenda Maka wanaenda kuiji na ni miongoni mwa miongozo ya imani yao ya kwamba ukienda kuiji Maka unapokea baraka, si ndivyo? Lakini also we understand Wayahudi walikuwa na kawaida kwenda kuiji Yerusalemu. Okay? Sasa sehemu msamiati ambao tunatumia ukisema neno kuhiji maana yake ni kwenda kuadhimisha. Ni sawa neno kuadhimisha. Okay? Sasa na also Wayahudi walikuwa wanatakiwa kulingana na Torati ya Musa walikuwa wanatakiwa kwenda Yerusalemu mara ngapi? Mara 3 kwa mwaka. Okay? Kipindi gani na kipindi gani? Wakati wa Pasaka, si ndivyo? Ndio sikukuu ya kwanza kabisa, ambapo sikukuu ya Pasaka ilikuwa inaambatana na sikukuu nyingine ngapi? 2. Okay? Siku gani? Ilikuwa inaambatana na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu pamoja na sikukuu ya malimbuko. Zote 3 zilikuwa zinasherekewa kwa wakati mmoja, wakati wa Pasaka. Yaani kwa sababu tukio maarufu ambalo lilikuwa linawakusanya ilikuwa ni Pasaka. Au together? Okay. Then baada ya hapo walikuwa wanaenda kuadhimisha sikukuu nyingine inaitwa sikukuu ya Pentecost ambayo ilikuwa ni majuma 70 baada ya Pasaka. No, majuma 50 baada ya Pasaka. Okay? Almost ni kama miezi 3 mbele. Walikuwa wanatakiwa tena kwenda Yerusalemu kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Uhiji au kuadhimisha sikukuu ya Pentecost. Okay? Ukisema Pentecost unazungumzia hiyo ni lugha ya Kiyunani. Okay? Tunasemaga ni sikukuu ya majuma 50 ndio maana Pentecost. Okay? Then baada ya hapo miezi 3 mbele tena 2 wanaenda tena kuhiji mara ya 3 ambako huko walikuwa wanaambatanisha sikukuu 3 pia. Walikuwa wanaambatanisha sikukuu ya matarumbeta, then sikukuu siku ya upatanisho, baadaye sikukuu ya vibanda. Imetana sikukuu ngapi hizo? 7. Okay? Ilikuwa sikukuu kubwa au siku maalum sana kwa Wayahudi. Okay? So maana yake walikuwa wanatakiwa even Myahudi ambaye hapatikani Yerusalemu, okay? Yuko nje ya Yerusalemu, ilikuwa inabidi wakati wa vipindi hivyo asafiri aliko aende wapi? Yerusalemu kwa ajili ya kwenda kumwabudu Bwana au kwenda kuadhimisha hizo sikukuu. Na kila sikukuu hapo ilikuwa na maana yake. Okay? Sikukuu ya Pasaka
sikukuu ya Pentecost, sikukuu ya vibanda, kila sikukuu ilikuwa na maana yake kubwa. All together. Okay, sawa. Sasa Wayahudi wanavyokuwa wanatoka kwenye miji yao au kwenye nchi ambazo wapo, wanavyokuwa wanaelekea Yerusalemu, wakiwa njiani walikuwa wanaimba nyimbo, walikuwa wanasafiri wakiimba nyimbo. Sasa hizo nyimbo zinaitwa nyimbo za kupandia, maanake zilikuwa zinaimbwa na wasafiri ambao wanaelekea kwenda kumwabudu Bwana. Hapo mmendaga nachokisema, yani okay, ni kama vile tuna safari yako kuja hapa Mloganzila, ulivyokuwa njiani pana magari, unaanza kuimba, elewa. So maanake hizi kwa ni nyimbo za safari ambazo walikuwa wanaimba wakielekea Yerusalemu, na katika hizo nyimbo bila shaka ndani yake unaona matarajio na matazamio ambayo walikuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ukiangalia nasema, tazama jinsi hivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa moja. Kwa maana yake moyo wake una furaha ya kwamba anaenda kukusanyika Yerusalemu, atakutana na ndugu wengine, atakutana na watu wa Mungu. Hiyo inampa furaha, na kulitazama kusanyiko la Mungu anatumia lugha anasema, tazama ilivyo vyema na kupendeza. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba kusanyiko la watu wa Mungu ni kusanyiko jema, ni kusanyiko ambalo linapendeza. Na sababu iko wazi kwa nini kwa kusanyiko jema, kusanyiko la kupendeza. Hapo chini amesema ni mahali ambako Bwana ameziamuru baraka, lakini also Mungu ameamuru uzima hata milele. Kwa lugha nyepesi ni kwamba hawa ndugu wanapanga kuelekea Yerusalemu, wana matazamio na matarajio makubwa ya kwamba wakienda huko watakutana na Mungu, na wakikutana na Mungu, Mungu atawabariki. Wakikutana na Mungu, Mungu atawapa uzima. So manake kinachomotivate kuendelea kusafiri kuelekea hapo, kwa sababu wanahakika watakapoenda watakutana na Bwana. Na nikushangaze, wanakutana na Bwana si kama vile Bwana atakuwa amejitenga mahali. No. Wanakutana na Bwana kupitia watu wa Mungu. Ndio tunachokisema. Okay, kwa manake hii ni moja ya Zaburi ambayo inaweka msisitizo mkubwa kwa nini waamini waendelee kukusanyika mara kwa mara. Kwa nini simwabudu Mungu nikiwa kwangu, badala yake nitoke mahali ambako nipo kwenye chumba changu niende mahali ambako waamini wanapatikana? Kwa sababu kulikuwa na haja gani ya Bwana kuhakikisha kwamba hawa ndugu mara 3 kwa mwaka wanakusanyika pamoja kwa ajili ya kumwabudu? Maanake ile msitizo wa Mungu kwamba mara 3 kwa mwaka mnatakiwa kukusanyika kwa ajili ya kumwabudu, maanake Mungu alikuwa anaputi necessity ya makusanyiko ya waamini. Maanake moja ya namna ambayo muamini anatakiwa kuwa, muamini anatakiwa kuyaheshimu mambo ambayo Mungu anayaheshimu na kuyadharau mambo ambayo Mungu anafanya nini, anayadharau. Kwa maanake Mungu kuamuru kwamba mara 3 kwa mwaka wanatakiwa kuonekana mbele za uso wake, maanake timis Mungu anaonyesha heshima, au Mungu anaonyesha kwamba kusanyiko la waamini ni mahali pa heshima. Sasa kaka mhubiri, hebu okay, ni kitabu cha Kutoka sura 20. Onyesha kitu kizuri hapo ili tuwe na namna njema. Kitabu cha Kutoka sura ya 20. Actually sura 23. Kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 17. Usome 1, 2, 3. Mara 3 kwa mwaka. Sasa watu wa Mungu, naomba tuwe na picha ifuatayo. Ni mara 3 kwa mwaka, ni kusanyiko la taifa, sio kusanyiko la familia, kusanyiko la taifa. Yaani kama wakati huu ni kama kusema nchi nzima Tanzania inakusanyika kuelekea Dodoma kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada. Sasa Mungu kuweka mara 3 ina maana anaweka tu mara 3. Yaani okay, kusanyiko la taifa ni kusanyiko kubwa, watu wa Mungu. All together ni kusanyiko kubwa. Kwa yamkini kama ni kusanyiko la taifa mara 3, si ajabu kusanyiko la kila wiki kwa inabidi kusanyika kwenye masinagogi. Kwa manake Mungu ameweka msisitizo maalum katika makusanyiko ya waamini. Kwa manake hawa ndugu wanapokuwa napanda, wanaimba nyimbo za matumaini, wanaimba nyimbo za matarajio, wanaimba nyimbo ambazo zinaonyesha njaa walionayo.
hawakusanyiki kama kukusanyika, no. Wanakusanyika wakiwa na matarajio ya kwamba nikishafika kwenye ile kusanyiko, nitakaporudi nitakuwa na baraka, nitakaporudi nitakuwa na uzima. Together. Kwa maana yake ni kama vile wanaenda wakijua kama hatukusanyiki kwa hasara, tumekusanyika kwa faida. Na umaalum wa kusanyiko ambao wanaelekea, kumbuka anasema watahudhuria mbele za Bwana. Maana yake umaalum wa kusanyiko ambao wanaelekea, wanahakika kwamba Bwana yuko pale. Ngoja kuangalia New Testament inamaanisha kitu gani? Kwa maana yake mioyo yao imejaa matumaini ya kwamba ninaenda Yerusalemu, mahali ambako nyumba ya Bwana ipo. Ni kama kusema ninaenda kuonana na Bwana, ninaenda kukutana na Bwana. Sasa tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza. Vyema na hali ya kupendeza ni kwa sababu ya kile ambacho kinapatikana pale hakipatikani mahali pengine. Okay, nisikize vizuri lugha ambayo nitaiongea. Mungu yupo kila mahali kwa wakati mmoja. Okay? Mungu ni omnipresent, yupo kila mahali kwa wakati mmoja. Kwa kusema hivyo, manake hapako mahali ambako Mungu hayupo. Kuzimu yupo, mbinguni yupo, duniani yupo, kila mahali. Wakati unapozungumza kwenye gesti zote, kwenye vilabu vyote, kila mahali yupo. Kwenye nchi zenye vita, kwenye nchi ambazo zina amani, kila mahali yupo. Okay? Kila kuna maeneo ambayo amechagua kuwapo kwa namna tofauti. Uwepo wa Mungu upo kila mahali, lakini yako maeneo ambako yupo kwa namna maalum. Together. Unasikia kusema? Na mahali ambako Mungu yupo kwa namna maalum ni katika makusanyiko ya watu wake. Fasi nyingine ni kwamba kuna namna ambavyo Mungu anajidhihirisha katika makusanyiko ya watu wake, ajidhihirishi kwa namna hiyo kila mahali. Fasi nyepesi ni kwamba asiyekuwepo kwenye hilo kusanyiko hataona hayo madhihirisho. Ni kama kusema hivi, mtu ambaye anamwabudu Mungu akiwa amekaa sebuleni anaangalia ibada kwenye television, na mtu ambaye ameenda kukusanyika kanisani, ni watu wawili tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli pale sebuleni Mungu yupo, lakini namna ambavyo Mungu yuko pale sebuleni haifanani na namna ambavyo Mungu yupo katika kusanyiko la watu wake. Together. Kwa mfano, wakati huu tungesema kila mtu amwabudu Mungu mahali alipo. Ungekuwa pale Kampala unamwabudu Mungu, labda hostel au mahali ulipopanga, popote pale, huyo angekuwa mahali pake. Ni kweli unge-experience Mungu na ungefurahi. Lakini pale ambapo tunakusanyika na maana yake tunakusanyika na uwepo maalum wa Mungu mwenyewe. Together. Biblia inasemaje? Walipo wawili watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, nipo papo hapo kati yao. Kwa maana yake tunapokuwa tunakusanyika hivi, maana yake tunausogeza uwepo wa Mungu ambao ni maalum, ni very special, very unique, ambao haupatikani mahali pengine. Na uwepo unakuwa maalum hapa kwa namna ambavyo kuna vitu ambavyo vinatokea kwa sababu ya uwepo ambao haviwezi kutokea mahali pengine. Together. Sasa hawa ndugu wanapokuwa wanasafiri kuelekea kwenye hilo eneo ambalo lina uwepo maalum wa Mungu, wana matazamio, wana matarajio, na kwa sababu ya matarajio wanaimba wakijua kabisa kwamba huko tunakoelekea atarudi kama tulivyokuwa. Together. Kwa kiama na kusema zaburi za kupandia, manake ni nyimbo ambazo zinaimbwa kwa matumaini makubwa. Halo? Anasema tazama jinsi hivyo vyema na kupendeza ndugu akae pamoja kwa umoja. Manake katika namna ambavyo atawaona Walawi wako hapo, wana wa Ruben wako pale, wana wa Simeoni wako pale, wana wa Yuda, makabila yote 12 yamekusanyika mahali pamoja kumfanyia Mungu ibada. Halo? Na anasema hivi, ni kama mafuta mazuri kichwani, very powerful. Then nisikize vizuri, kuna kitu ambacho unaweza usikidake hapo. Anasema ni kama mafuta mazuri kichwani yashikao ndevuni za Haruni mpaka upindo wa vazi lake. Nisikize vizuri. Mafuta, Haruni alikuwa ni kwani, si ndivyo? Mafuta
ilikuwa inatumika kuwaweka wakfu makuhani, okay, iweze kutumika kwa ajili ya kazi ya Bwana. Haleluya. Okay, kwa hiyo manake anachokisema hapa ni kwamba katika kusanyiko la watu wa Mungu ni kusanyiko takatifu ambalo linafananishwa na kama ambavyo Mungu alikuwa anawaweka makuhani wakfu kwa ajili ya ibada. Au together, kwa ni kama kusema kwamba linakuwa ni kusanyiko maalum, kusanyiko ambalo lina tofauti, kusanyiko ambalo limetengwa. Maana anasema ni kama mafuta mazuri yashukayo, mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upinde wa mavazi yake. Kwa manake anasema hivi, ni kama kusema hivi, labda nikutafsiri lugha nyepesi, ya kwamba hilo kusanyiko la watu wa Mungu ni kusanyiko takatifu sana. Leo nachokisema ni kusanyiko takatifu sana. Unasoma katika kitabu cha Kutoka, Musa anaita haya makusanyiko mara 3 kwa mwaka, anasema ni makusanyiko makini matakatifu sana. Na utakatifu wa kusanyiko si kwa sababu tumekusanyika, no, kwa sababu Bwana atakasaye yuko miongoni mwetu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa manake uwepo wa Bwana miongoni mwetu unalifanya kusanyiko ambalo tunakuwa nao ni takatifu mno, ni kusanyiko tofauti sana, kusanyiko la kipekee mno, wakati fulani kwa kusanyiko la makini. Nisikize vizuri. Na kwa sababu ya umakini wa kusanyiko hilo, upekee wa kusanyiko hilo, sitaki kupitwa. Nalo sitaki kupitwa. Kwa nini? Kwa sababu ile kwamba Bwana yuko miongoni mwetu haina maana kwamba ninaweza nikanufaika kwa sababu Bwana yuko miongoni mwetu. Ile Bwana kwa yuko miongoni mwetu maana yake inanipa fursa mimi kunufaika. Together? Okay. Kwa maana yake anasema ni kusanyiko takatifu mno ambalo linafananishwa na mafuta ambayo inafananishwa na namna ambavyo kwani anaweka kuwa wakfu kwa ajili ya kazi ya kihuduma. Lakini also umsalapina sijisi kitu cha pekee kwamba katika hilo kusanyiko kuna baraka za kikuhani. How together? Kuna baraka za kikuhani ambazo zinakuwapo katika hilo kusanyiko. Kuna baraka za kikuhani. Okay. Kwa nini? Unaposoma kitabu cha Hesabu sura ya 6, Hesabu sura ya 6, kusanyiko, sema ni kusanyiko makini. Rudia, sema ni kusanyiko makini. Hivyo nitakuwa makini. Yes, ni kusanyiko makini. Hutakiwi kukosa wala kupitwa na kile ambacho Bwana anakifanya wakati maalum. Haleluya. Sura 6 mstari 22 anasema hivi, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie hivi, ndivyo utakavyowabarikia wana wa Israeli. Utawaambia, Bwana kubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinua uso wake na kukupa amani. Ndivyo atakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Very powerful. Ndio baraka za kikuhani. Kwa lugha nyingine ni kwamba wana wa Israeli, makuhani walikuwa wanapatikanika watoto wa Mungu Yerusalemu. Kwa maana kusikia baraka kama hizi za kikuhani, uende kwa kufuata nyumbani kwako. Badala yake unapokuwa unaelekea mahali ambako Mungu amepachagua, ameweka jina lake, then unaposogea manake wana matazamio kwamba tunaenda kupokea baraka za kikuhani. Together. Kuna baraka za kikuhani ziko hapo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaonana na makuhani, yamkini wengine walikuwa ni mara 1 kwa mwaka. Angalau ambao labda walikuwa wanashiriki sabato za Yerusalemu, labda waweza kukutana na makuhani. Lakini kwa wale ambao wanatokea kusini, kaskazini, mashariki, manake kwa mara ya kwanza wanaona baraka za kikuhani katika makusanyiko ambao wanakusanyika. Kwa manake wanaenda na matarajio, na Mungu anasema kwamba hivi ndivyo ambavyo utawabarikia watu. Bwana kubariki na kukulinda. Manake wanakuwa na assurance ya kwamba after that gathering nakuwa na divine protection. Na linda wana nguvu za kimungu, maana anasema Bwana kubariki na kukulinda. Na neno baraka hapo katika lugha ya Kiebrania ni neno ambalo lina
linaashiria kuongezeka, kutanuka, okay? Kumultiply, okay? Kucongregate, kuwa na heri. Kwa ni kama kusema Bwana kufanye kuwa heri, Bwana akulinde, Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Very powerful, very powerful. Unapozungumza uso wa Mungu katika maandiko, namna nyingine ya kuzungumza uwepo wa Mungu, uwepo wa Mungu. Kwa ni kama kusema hivi, Bwana kuangazie nuru za uwepo wake. Unajua tafsiri yake, nuru za uwepo wake. Na wakati fulani neno nuru katika maandiko linakuwa linamaanisha uzima. Ukisoma Zaburi ya 27 anasema Bwana ni nuru yangu na uzima wangu. Kwa maana yake anasema Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Ni kama kusema kwamba uondoko ukiwa na baraka ambazo Bwana ameziandaa katika uwepo. Very simple. Kwa maana yake uso wa Mungu ni zaidi katika kusanyiko letu. Why? Tuna uwepo wa Mungu katikati yetu. Ni kama kusema uso wa Bwana upo katikati yetu. Even title ya kampuni ya Times of Refreshing, nyakati za kuburudishwa, ambalo tumeichota katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 kuanzia mstari wa 19, ambao anasema kwamba ni nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Ngoja kuangalia tafsiri yake hapo mbele. Akuinua uso wake na kukupa amani. Kwa maana tafsiri nyingine ni kwamba anazungumza kwa habari ya divine protection. Also anazungumza kwa habari ya divine increase. Okay. Divine increase, ya kwamba ni mahali ambako Bwana ananilinda, Bwana ananiongeza, Bwana ananifanya niwe mnene, ananiwandisha. How together? Kwa maana yake wanapokuwa anaelekea, maana yake anasema ninaelekea Yerusalemu, nikienda katika ile kusanyiko Bwana ataniongeza, nikienda katika ile kusanyiko Bwana atanipa assurance ya usalama wangu. Na usisahau hawa ndugu walikuwa wanaona those blessings si tu yani ile tu ya kwamba tunaenda kwenye kusanyiko, ile tu maamuzi tunaenda kwenye kusanyiko, tayari baraka za Mungu zimeanza kuonekana. Kwa nini? Kwa sababu wanasafiri, wanapita mito na milima, lakini wakutani na mnyang'anyi. Wanasafiri wakiwa na fedha na sadaka, wakati fulani sikukuu ya Pentekoste wanasafiri wakiwa na mazao kabisa, wananao tu Yerusalemu, lakini hakuna mnyang'anyi njiani. Kwa manake shauku yao imeanza kuzinyonya baraka za ulinzi wa kusanyiko la Mungu, tangia tu maamuzi wa kwamba tunaelekea, hadi baraka za Mungu zimeanza kuonekana. Au together. So manake haina maana tu kwamba tusubiri tunapokusanyika, ile tu unajiandaa kwamba ninaenda kwenye kusanyiko, hadi baraka za Mungu zimeanza kuonekana. Bwana sifa sana. Kwa manake ni wakati maalum, ni wakati ambao vitu vya Mungu ni kama vile vinadondoshwa tu bila kuvifanyia kazi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana wakati aliuchagua kabla ya kuweka misingi ya dunia. Alifahamu tarehe ya leo, alijua utakopa hapa, na alikuwa ameandaa kitu kwa ajili yako hapa. Ni kama kusema hivi, inawezekana wengine hawajaja, lakini Mungu amekuleta kwa sababu kuna kitu chako. Kwa maanake pamoja kwamba wengi, lakini na leo kusanyiko ni kwamba ni la kwangu. Nalifanya kwa nini la kwangu? Nikilifanya kwa la kwangu, manake ninajua kabisa kwamba sijaja kwa bahati mbaya. Hakuna kitu cha Mungu ambacho kinatokea by coincidence. Nothing. Bwana sifa sana. Kwa manake uwepo wangu hapa sio kwa bahati mbaya. Nipo kwa sababu kuna jambo ambalo Mungu alikuwa ameliandaa maalum. Na mkini nisingekuwepo hapa nisingelipata. Kwa manake Mungu aliandaa aina hii ya atmosphere. Mungu aliandaa aina hii ya mazingira, akijua kabisa kuna mtu fulani atakuwapo, na kwa sababu atakuwapo ameandaa package. Out together. Kwa manake hawa ndugu wanaposema kwamba mtazama ilivyo vyema na kupendeza, manake moyo wake una matarajio ya kwamba ninapoenda katika kusanyiko la Mungu ni mahali ambapo ninakuwa divine protected, ni mahali ambapo ninaongezeka kwa namna kiungu. Moja ya swala ambayo lazima tuwe na hakika nao ni kwamba yale mambo ambayo yalikuwa yanatumika nguvu kwa sababu ya baraka ya Bwana ambayo iko maalum katika kusanyiko, nguvu inaanza kutumika kidogo au nguvu haitumiki kabisa. Katika maeneo haya ndio tunaona walisia kile ambacho Mungu alisema kwa Zerubabeli ya kwamba si kwa uweza, si kwa nguvu, bali ni kwa Roho, bali ni kwa that presence ya Mungu ambayo iko miongoni mwetu. Kuna mambo ambayo yangechukua miaka 10
kwa taratibu Mungu anasogeza ndani miezi mitatu. Kuna mambo angechukua labda miaka miwili, Mungu anasogeza ndani ya siku mbili. Kwa nini? Kwa sababu Mungu afungi ndani ya muda, Mungu afungi ndani ya wakati. Okay, anafanya mambo nje ya wakati, huku akiutawala wakati ulioko ndani ya wakati. Bwana asifiwe sana. So manake yoyote inabidi iwe na matarajio. Okay, kwa manake ni nyimbo anavyosema ni kama mafuta mazuri kichwani. Manake ni kusanyiko maalum, kusanyiko ambalo limetengwa, kusanyiko ambalo limebeba baraka za kikuhani, mahali ambapo uso wa Mungu unaonekana kwa namna pekee kwangu. Anasema kama umande wa Hermoni ushukao mlimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoziamuru baraka na uzima hata milele. Sasa kwa mtu ambaye ana ufahamu wa haya mambo ambayo Bwana anayafanya tu katika kusanyiko la watu wa Mungu, angalia ukisoma Zaburi, rudi nyuma kidogo. Enda 84. Okay, wakati wana matarajio, lakini also walikuwa wamejaa moyo wa maombi. Ukijua kwamba ni kweli baraka za Mungu zinapatikana, lakini bado mioyo yao imejaa maombi. Okay, kwa mfano ukisoma Zaburi ya 130, bado ni zaburi ya kupandia ambayo wanaimba wakiwa wanaelekea Yerusalemu. Anasema hivi, Bwana, toka vilindini nimekulilia. Bwana, usikie sauti yangu. Masikio yako na asikie sauti ya dua zangu. Bwana, kama wewe ungelihesabu maovu, Bwana, nani angelisimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Nimemngoja Bwana, roho yangu imengoja, na neno lako nimelitumainia. Nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. Very powerful. Naam, walinzi waingojao asubuhi. Israeli, umtarajie Bwana, maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Yeye atamkomboa Israeli na maovu yake yote. Zingatia mstari ambao nimetoka kusoma, mstari wa ngapi? Huo mstari wa 6 anasema, nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. Naam, walinzi waingojao asubuhi. Kumbuka ni zaburi ya kupandia, manake ni zaburi ambazo zinaimbwa wakielekea Yerusalemu. Manake anaelekea akiwa na shauku, akiwa na matazamio makubwa. Anasema kwamba nafsi yangu inamngoja Bwana, kama nafsi yangu ina njaa na Mungu, kama kuliko mlinzi anavyogonja asubuhi. Nyie hapa sijui kama umewahi kukesha. Mimi nimewahi kukesha kazini. I know namna ambavyo ukiwa unaisubiria asubuhi tokee kwa hamu, si tu mlinzi. Mimi na kesha niko ndani, nina AC, niko ndani ya kuta, niko ndani ya kuta, ninasubiria kufika saa 12 nitoke pharmacy nimwachie mtu mwingine together. Lakini jaribu kufikiri mlinzi ambaye anakesha kwenye malindo, mbu za kwake, baridi ni ya kwake. Unafikiri anatamani usiku wa mrefu zaidi? Madaraja anatamani usiku punguzwe, labda kama anajua kesho asubuhi atakutana na mdeni wake mbali. Lakini katika natural circumstances, katika mambo ya asili, manake ametamani asubuhi ije kwa haraka. Daudi anasema hivi, nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko mlinzi anavyoingoja asubuhi. Manake kwa lugha nyepesi anachokisema hivi ni kwamba moyo wake una njaa, una shauku kubwa na Mungu. Daudi wapi? Manake anaelekea kwenye kusanyiko la Mungu, moyo wake unasema Bwana nakungoja, Bwana nakungoja, au Bwana nakuhitaji kuliko mlinzi anavyohitaji asubuhi. Bwana nakungoja. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa manake kwa sababu ya kile maalum ambacho Bwana amekiandaa, na unajua kabisa huwezi kumwomba Mungu mkate akakupa nini? Jiwe, you know that. Huwezi kumwomba Mungu samaki akakupa nini? Nyoka. Ikiwa baba zetu walio waovu wanajua kutupatia vipawa vilivyo vyema, je, si zaidi baba yetu ameunu kupatia vitu Bwana asifiwe sana. Ukisoma Injili ya Luka anasema Roho Mtakatifu, lakini Injili ya Mathayo anasema kutupatia the best. Haleluya, the best. Kwa manake ukiwa katika atmosphere kama hii, utaki kuwa na mashaka kwamba ombi langu litajibiwa ama litajibiwa. Why? Because
ni mahali ambapo tunajua kabisa kwamba Bwana hawezi kutupatia jiwe, Bwana hawezi kutupatia nyoka, Bwana hawezi kutupatia nini kila ambacho hatujamuomba. Badala yake baraka za Roho zinakuwa halisi. Bwana asifiwe sana. Katika ufufuo wa Kristo, Mungu amemtoa Roho wake bila kipimo, na tunaona utendaji wa Roho kwa namna maalum katika kusanyiko la waamini, ya kwamba kila wakati tunapokuwa tunakusanyika na uwepo wa Roho, kwa maana ni kama vile Roho Mtakatifu anatuatamia na something lazima kinaumbika tena. Kwa tafsiri nyingine ya kwamba kama vile ambavyo maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi ilikuwa ukiwa, giza na tupu, naye Roho wa Bwana alikuwa juu ya vilindi vya maji kwa ajili ya kuumba. Roho wa Bwana alikuwa juu ya Musa kwa ajili ya kukomboa. Roho wa Bwana alikuwa juu ya Kristo kwa ajili ya kukomboa also. So manake tutaona activities za Roho. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa manake kuna wakati mambo ya Roho tunayachocha. Kwa mfano namna hii ya kuomba ambako anaomba anasema Bwana toka vilindini nimekulia, manake anaonyesha that deeper under. Okay, kwa yote ambao wanatarajia kuyapokea mambo ya kiungu hataepuka maombi. Wao namna mojawapo ambayo Mungu anaruhusu utendaji wake wa kazi katika maisha yetu, katika vile leo nao, ni kwa njia ya maombi. Kwa maana yake kwa kusema kwa